Habari kamili. Dubai. Mashambulizi kati ya Marekani na Iran yameongezeka kwa kasi huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi katika mzozo unaozidi kuzunguka udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya siku 7 mfululizo nchini Iran likilenga vituo vya ujasusi, vifaa vya kijeshi, maghala ya silaha yaliyofichwa chini ya ardhi na vifaa vya jeshi la wanamaji. Iran nayo imesema jibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na jeshi la Marekani katika nchi za Kuwait, Jordan na Bahrain. Nchi hizo zimeripoti kuzuia baadhi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku Kuwait ikisema mashambulio ya Irani yameharibu vituo vya umeme na maji. Wakati huo mapigano hayo yameathiri usafiri katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaelekea Manila, Ufilipino kushiriki mikutano ya nchi za Asia Pasifiki, huku akitarajiwa kukutana na mwenzake wa China Wang Yi. Mazungumzo yao yanatarajiwa kuangazia maandalizi ya mkutano unaoweza kufanyika mwezi Septemba kati ya Rais Donald Trump na Rais Xi Jinping. Rubio pia atakutana na viongozi wakuu wa serikali kutoka nchi za eneo la Bahari ya Hindi na Pasifiki. Serikali ya Marekani imesema ziara hiyo inalenga kuendeleza kipaumbele chake cha kuwa na kanda ya Bahari ya Hindi na Pasifiki iliyo huru na wazi, yenye usalama, amani na ustawi kwa nchi za eneo hilo na kwa Wamarekani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov pia anatarajiwa kuhudhuria mikutano ya Jumuiya ya nchi za Kusini Mashariki mwa Asia pamoja na mawaziri kutoka Japan, Canada, Australia na Uingereza. Geneva. Umoja wa Mataifa unasema hali ya kibinadamu katika mji wa El Obeid nchini Sudan inaendelea kuzorota kwa kasi, huku maelfu ya watu wakikimbia makazi yao na kuingia katika kambi za wakimbizi ndani. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema idadi ya wakazi wa mji huo imekaribia kuongezeka mara 2 kutokana na watu waliokimbia mapigano katika eneo la Kordofan. Hata hivyo, shirika hilo limedokeza kuwa linaweza kuwafikia sehemu ndogo tu ya wahitaji kutokana na uhaba wa rasilimali. Mkurugenzi wa WFP Sudan, Abdullah Al-Wardat, anasema El Obeid inakabiliwa na uhaba mkali wa chakula, maji na mafuta, na kwamba zaidi ya watu 120,000 wako makambini, huku wengine wakitafuta hifadhi kwa jamii zinazowapokea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Nairobi. Kenya inakabiliwa na utata mpya kuhusu kituo cha karantini cha Ebola baada ya taarifa kuwa wafanyikazi wa misaada kutoka Marekani wamewekwa kwenye kituo hicho licha ya agizo la mahakama kusitisha mradi huo. Shirika la Samaritan's Pass limethibitisha kuwa wafanyikazi wake 7 waliokuwa wakisaidia maeneo yaliyoathiriwa na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa wanatengwa katika kituo hicho kilichopo Laikipia karibu na Nairobi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema wafanyakazi hao hawana dalili za ugonjwa huo na hawajathibitishwa kuwa na Ebola, bali wamehamishwa kwa tahadhari. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema hana taarifa zozote kuhusu kuwekwa kwa wafanyikazi hao katika kituo hicho. Kenya haijawahi kuripoti kisa cha Ebola na baadhi ya wafanyakazi wanapinga kuletwa kwa watu wanaweza kuwa na virusi hivyo nchini humo. Na hatimaye kandanda. Ufaransa na England wanakutana leo katika mchezo wa kuwania nafasi ya 3 katika michuano ya kombe la dunia. Ufaransa ilikuwa miongoni mwa timu zilizopigiwa upato kutoa ubingwa, huku England ilikaribia kumaliza subira miongo kadhaa tangu ilipotoa kombe hilo mwaka 1966. Hata hivyo, pande zote ziliangukia pua katika hatua ya nusu finali na sasa
zitakutana katika mechi ya mshindi wa tatu kabla ya fainali kati ya Argentina na Uhispania. Mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe bado ana nafasi ya kushinda tuzo ya mfungaji bora akiwa na mabao 8 sawa na Lionel Messi wa Argentina. Mechi hiyo pia itakuwa ya mwisho kwa kocha wa Ufaransa Didier Deschamps baada ya kuiongoza timu hiyo kwa miaka 14. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Maoni. Hujambo msikilizaji, na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. Mashindano ya kuwania kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 yanakaribia kufika ukingoni Jumapili kwa pambano la fainali kati ya Argentina na Uhispania. Jumamosi kutachezwa mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kati ya Ufaransa na England. Je, mashindano ya mwaka huu yalikuwaje? Tunapokaribia kilele cha mashindano haya, basi katika meza ya duara tunafanya tathmini, kuangalia matukio ndani na nje ya viwanja, matukio ambayo yatakumbukwa na yapi ambayo yamejitokeza katika mashindano ya mwaka huu. Katika laini ya simu kutoka huko Dodoma ya Watanzania tunaye sports lady Mindi Joseph. Huko Nairobi Kenya yupo mwana spoti Hassan Mwanaali, na huko nchini Marekani tunaye Mubelwa Bandio ambaye atatusaidia kutuambia yale ambayo yanaendelea huko Marekani. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Mubelwa hapo Marekani. Mashindano ya mwaka huu yalikuwa ni mashindano ambayo ni ya aina yake kabisa. Timu 48, mechi 104, na sasa hivi zimebaki mechi 2 mashindano haya kukamilika. Kwa ujumla wake, tathmini yako umeyaonaje? Shindano yamekuwa yana mafanikio kwa mambo kadhaa, achilia mbali rekodi ambazo zimeweza kuvunjwa, lakini kwanza unaangalia kwa mara ya kwanza kufanyika kwa namna hii ya nchi tatu kwa ukanda huu, lakini pia FIFA ilitumia mfumo tofauti katika kuendesha michuano yote. Safari hii FIFA ilichukua mamlaka ya kila kitu, hawakutumia tena vyama vya soka vya nchi husika, lakini pia ikaanzisha mtindo mwingine wa tiketi ambao kulingana na soko la Marekani wakaita ni dynamic pricing, na hii ndio imefanya bei ya siti kwenda kama ambavyo unavyokwenda kununua tiketi ya ndege, kwamba unaweza ukachukua siti ile sasa ikawa bei hii, baadaye ikawa bei fulani. Kwa hiyo kibiashara tunasema kwamba wamekuwa na mafanikio, wataweza kupata kiasi kikubwa zaidi cha pesa. Tunategemea kwamba watavuna zaidi ya dola bilioni 11. Lakini majimbo yenyewe kuhusiana na hali ilivyo katika miji ambayo inahusika kidogo kuna changamoto, lakini pia ndani ya Marekani kumekuwa kuna swala zima la kiutamaduni, ambapo kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na uwezo mkubwa wa watu kuweza kuja na kuweza kutangaza ama kila ambacho wamekiona ndani ya nchi ya Marekani. And of course Wamarekani wengi pia wamefanikiwa kuweza kutambua baadhi ya nchi kama Curacao na Cape Verde na nchi nyingine. Kwa hiyo kuna dhana hiyo ya kwamba kibiashara, lakini pia katika namna soko la utamaduni na utalii imekuwa ni sehemu ya mafanikio. Asante sana. Hassan Mwanaali hapo Nairobi, zimesalia timu 4 za mwisho sasa hivi kucheza mechi zao kukamilisha mashindano haya.